Mnachukua stretcher, mnakimbia, mnang'ang'ana, mnaekelea juu, mnaleta. Mkiingia ndani pale accident and emergency, daktari baada anacheka kwa simu, au anambia, kwani mnataka niwatolee mniwekelee hapa kwa kitanda? Simtoe mwekelee hapa. Mnang'ang'ana, mnamwekelea. Alafu anajikokota, anamaliza kuwatch ile video. Na mgonjwa anaendelea kubleed, ama mgonjwa kama anashindwa kupumua anaendelea kuwa worse. Usage of phones among the healthcare providers, especially doctors and nurses while on duty, needs to be banned, because some of them neglect patients while on their phones on TikTok, Twitter, Instagram, all over. Na wagonjwa wanakufa tu hapo. So I'm appealing to the Ministry of Health to come up with a bill to ban the usage of phones, especially while they are on duty at the workstation. And if they need to do research, because some may need to research online, then they should be provided with computers, with internet at their working station. But the phone should be kept away. Mgonjwa analetwa anakufa hapa accident and emergency, watu wako TikTok, wako Twitter wakicheka cheka. Hapana. Let us call for the banning of phones among the healthcare workers, especially doctors and those handling emergency cases at their working station. They should be banned completely in this country. Yes, kuna jambo limenifikia hapa katika desk yangu ya customer care service ama huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Kuna mwananchi alinipigia simu akiniambia, Musiria, addressi kiti ya madaktari, nurses na healthcare workers. Na ni uchungu sana kwamba umepeleka mgonjwa hospitalini ukiwa na imani kwamba watamponya mgonjwa wa accident ama mgonjwa kwa hali mahututi, alafu unampoteza. Alafu nikakaa chini nikajiuliza, hapa Kenya na hata kuna hospitali zingine mingi, nyinyi wenyewe mnajua, ukienda hospitalini uko na mgonjwa kwa hali mbaya zaidi, ukifika tu hivi ambulance ikishafika. Nasema nipeane example ya huku kwetu nyumbani na nje. Kama ni US ama Canada ama nchi za wazungu na other African countries, a few, ambulance ikiingia tu hivi, daktari na nurse na paramedics wote bio wakiwa na stretcher wote, mpaka wamebeba mpaka oxygen waende kuangalia kesi ni gani. Alafu wanachukua patient mpio hadi accident and emergency. Na wako mpio, hakuna mtu wako na headphones, hakuna mtu wako na simu, wote wako in attires. Sasa kuja kwetu nyumbani ni uchungu. Yaani unafikishwa tu na ambulance hivi, inakuja ikilia na siren ni emergency. Mkifika pale nje mnapatana na watchman. Mwambia, soja, tumekuja na patient, tafadhali tuitie madaktari. Soja nawaambia, chukua hiyo stretcher muekelee. Mama soja nawaambia, ni wale huko madaktari. Unaenda kwa nurse, mwambia, nurse, please tusaidie ndugu yetu ameanguka, amegongwa na gari anakufa, tafadhali muokoe maisha. Nurse yako kwa simu yake anakuangalia hivi. Mwingine anakuangalia na sura mbaya, anakuambia, sasa nataka nifanye nini? Wakukufa atakufa tu, na wakuokolewa ataokolewa tu. Kidogo anako kwa simu, hapo TikTok, anaanza kucheka kwa video. Na unapata wengine ni wanaume, wengine ni wanawake. Kama ni mwanaume ako Twitter, ako serious, anaingia pale Twitter ama chat group ya WhatsApp, ana compete. Huyo ni daktari. Na wewe umesimama hapo, anamwambia, daktari tafadhali nisaidie. Anaangalia akwambia, we, chukua hiyo stretcher. Enda huko leta yeye. Unachukua stretcher, mnakimbia, mnang'ang'ana, mnaekelea juu, mnaleta. Mkiingia ndani pale accident and emergency, daktari baada anacheka kwa simu, au anambia, kwani mnataka niwatolee mniwekelee hapa kwa kitanda? Simtoe mwekelee hapa. Mnang'ang'ana, mnamwekelea. Alafu anajikokota, anamaliza kuwatch ile video. Na mgonjwa anaendelea kubleed, ama mgonjwa kama anashindwa kupumua anaendelea kuwa worse. Na mgonjwa akisikia hivyo vile anaongea, yani ana lose hope kwa sababu hakuna kitu kingine atafanya. Kisha anatoka, anajikokota, anaenda anatoa gloves. Akishatoa gloves kidogo, anarudi kwa simu amalize ile video, na mgonjwa anaendelea kuumia pale. Akishamaliza anakuja anauliza, shida ilikuwa ni gani? Si uongee. Anaambia mgonjwa mwenye anaenda kwa hali mbaya, hali mahututi, si uongee.
Mgonjwa anasema sikaza. Sasa anasema wewe kikaza, acha kujifanya. Huyu ni kujifanya tu, anajifanya. Anakuguza guza. Sasa anamwambia simama ingia hapo. Halafu kidogo badala waambie muende mprocess, anamwambia wapi receipt umelipa? Anamwambia bado. Anatoa gloves, anatupa pale, anarudi tena. Na hii ni hospitali zote, hata za kibinafsi na za serikali. Kuna watu wako na hiyo tabia. Alafu anaingia, anatulia kidogo, anatoka, anazunguka, anaenda kwa choo, anarudi, anaanza kutafuta chai, maji moto. Alafu mkikuja mmelipa, mmesimama hapo, yani mko kama selebu, mnamwangalia tu. Naambia tumelipa, hebu nione. Naambia sasa mpeleke huko. Mnamwingisha tena. Tena anakuja, anajikokota. Anawaambia mpeleke pale kwa daktari. Mkifika kwa daktari mnapata ako Twitter. Kama ana watch game live hapo. Anawaambia shida ni gani? Badala ya take attention iko hapa, anasikiza, simu iko hapa. Mgonjwa kwa hivi, sawa, peleka yeye kwa lab. Yaani anawabaisha time. Badala ya kuja asikize mgonjwa, akuja angalie, anabai time, ngia watch game yake. Na wewe uende ubai time kwa lab. Unaenda kwa lab, kitambo mumaliziwe, mmechukua 1 hour. Mkirudi tena kwake, mgonjwa anaendelea kwa hali mbaya. Naambia sasa peleka yeye kwa x-ray kama ni accident. Ama peleka yeye kwa ultrasound. Ama peleka yeye mahali fulani. Na bado tu ako tu kwa simu yake. Ameweka mpaka headphones ziko hapa. So unashindwa. Kwani madaktari wetu wanafunziwa wapi? Ndio maana unapata live kwa TikTok, nurses wako live kwa TikTok kwa class. Madaktari wako live wengine kwa TikTok kwa class. Nashindwa, kwani what kind of doctors are we producing? Kitambo kulikuwa na madaktari wako na heshima na adabu. Au madaktari wakuja wafanyia young doctors mentorship. Ukienda hospitali, yani they don't care, they don't mind about your health. Hata kama unakufa hapo, naambia daktari atakufa. Wengine wanasema tumezoea. Tumeona wengi wakikufa, huyu hatakuwa wa kwanza. So what am I trying to say to all our doctors? Please copy what they are doing in other countries, both in government and private. Remember, one day you will mistreat this patient. Tomorrow it will be you as a patient, and you will expect good services, and you face, karma is whatever they call it. Karma itakufuata tu, siku moja utajipata wewe ndio uko hapo. So to all the doctors, whenever you see an emergency imefika kwa hospitali, kimbieni. Nurses kimbieni. EMT kimbieni. Ule mgonjwa akikuja, anza kumfanyia resuscitation immediately. Show love. Embrace. Unajua ile kumuonyesha kwamba mko ready kumsave, hata kama alikuwa anaenda, roho atakuwa na nguvu. Atakuwa na nguvu ya kujikaza ndio asurvive. Lakini mnakuja mbio nyinyi, mnamwangalia tu hivi. Mgonjwa akigeuka, huyu ni mmoja amekuja kwa accident na emergency. Akigeuka tu kidogo, kichwa kuangalia kwenda nje ya gate, anaona coffin shop. Wenye wanauza coffin pia wameweka hapo kwa mlango ya hospitali strategically accident and emergency. Akiona coffin, sasa ana lose hope. Yaani ana give up kabisa. Anaona ni kukufa tu, anakufa. Hii conversation we need to have it. Our doctors, kuna maisha ambazo tunapoteza kwenye mahospitali ambazo tusingefaa kuzipoteza. Ya kwanza ni kuambia mgonjwa alipe. All government and private hospitals, in case of an accident and emergency kifika, let those patients be treated with or without money. Let them be treated. Be it a government, be it a private. Any case of an emergency, because we have put money ahead, we have forgotten about the lives that we are supposed to save. Healthcare workers are calling. To all the nurses, mgonjwa akiletwa accident and emergency, ama ameletwa hapo na hali maututi, suspend everything, first save this life, because tomorrow it will be you. So ni hayo tu kwa leo, na ni uchungu sana kumpoteza mpendo wako akiwa kwenye hospitali na madaktari ungeweza kuzuia.
Na ombi langu kwa madaktari wetu, wahudumu wetu wa mahospitali, tafadhali, remember those Nairobians you are serving, those Kenyans you are serving. Ukiokoa hiyo maisha, umejiongeza baraka. Ukipoteza hiyo maisha, hautakuwa na raha kama alikufa, kesi ambayo ungeweza kuzuia. Na wale wanapenda kufanya private practice, wanaignore ya serikali na wanalipwa mshahara, hipo siku utakuwa mgonjwa na utakosa daktari hospitalini akiwa private practice venye ulifanyia wengine. Yao tu kwa leo.